kuelekea sikukuu hizi zinazokuja za Pasaka, hii wiki ya Pasaka, Jeshi la Polisi tumejipanga, tumeimarisha doria ya magari, doria ya miguu, maeneo mbalimbali kwenye mitaa, kwenye barabara kuu, kuhakikisha kwamba tunadhibiti uhalifu wa aina yoyote usitokee, bila kusahau ajali. Kwa upande wa waendesha vyombo vya moto, tunawataka wazingatie sheria za usalama barabarani, wasiendeshe kwa mwendo kasi, wakiwa wamerewa. Kwa hayo yote wakikiuka, tutachukua hatua stahiki. Kuna wengine ambao vijana waendesha pikipiki au bodaboda kufanya fujo mitaani, wanaendesha kwa gurudumu moja au bajaji magurudumu mawili. Sasa hii inaleta taharuki na fujo katika jamii. Matokeo yake inaweza kusababisha ajali, na wakati mwingine wanatumia basti kutoa milipuko kwenye pikipiki zao. Sasa hii hatutairuhusu, kwa sababu kusherekea lazima tusherekee, lakini tusherekee kwa mipaka. Isiye kwamba kusherekea kuna vuruga au kuna hatarisha au kuna vunja amani ya watu wengine. Kila mtu ana uhuru, lakini lazima tuangalie na uhuru wa watu wengine. Kwa hiyo tunapoomba kwamba uwe na uhuru wa kusherekea, uzingatie na watu wengine, usiathiri uhuru wa watu wengine au haki za watu wengine. Kwa kuwa tunaelekea kipindi cha sikukuu za Pasaka ndani ya mwaka huu, kama sisi bodaboda, kama viongozi wa bodaboda mkoa wa Dodoma, tuhakikisha swala zima la kusherekea sikukuu ya Pasaka tutatembelea vijiwe kabla sikukuu, tutembelea vijiwe, lakini pia tutatoa ushirikiano na Jeshi la Polisi. Tutapita katika vijiwe mbalimbali, lakini wale bodaboda wanaopiga makelele barabarani na siku za sikukuu, sheria kali itakuwa juu yao. Kwanza kabisa na muahidi RPC kama kiongozi kwamba hili tutashirikiana kwa pamoja, kwa sababu hawa watu wanaovunja sheria barabarani wakati mwingine hawajisajili kwenye vituo ambavyo sisi tunakuwepo kama viongozi, kwa sababu ya kufuata misingi yao binafsi. Kwa maana kuna watu wanaendesha pikipiki hawana vituo, wanaitwa popo hao. Hawana vituo vya aina yoyote, wao kazi yao ni kuzurura tu mahali popote. Kwa hiyo unakuta amempakia abiria, mwisho wa siku abiria anapoteza vitu vyake, anapoteza mizigo bila kutambua kwamba huyu mtu atampata katika mazingira gani. Kwa sababu kwenye vituo vyetu sisi asilimia kubwa wote tunatambuana, kwa maana wanaoendesha bajaji pamoja na wanaoendesha pikipiki wote tunajuana. Kwa hiyo kupitia hili la Mheshimiwa RPC, sisi kama viongozi tutalifanyia kazi, kwa sababu ametupa ushirikiano kuanzia maaskari walezi na watu wengine. Kwa hiyo hili tutalikomesha, na ninatamani Dodoma iwe mfano na mikoa mingine ije ijifunze kwetu.